Nisipokuta vigae, nisipokuta mafundi, wewe afisa ugavi tafuta pa kwenda. Sitaki kumuona kwenye halmashauri. Na kazi imeisha. Afisa wanunuzi wa halmashauri kwa mara ya mwisho tulielekezana nini hapa? Tukubaliana muda fulani. Tafuta sabuni kwa ajili ya kupata maana. Hiyo kazi umefanya? Nimefanya. Vifaa kwa wapi? Niliwaambia kasoro yenu ni nini? Hamlipi. Mnapata mafundi hamwalipi. Mnapata wazabuni hamwalipi. Leo mnataka watu wawahudumie wakati nyinyi mnashindwa kutimiza haki zao za malipo. Matokeo yake mnaleta shida kwenye miradi ya serikali. Na hii ni tabia za watu, sio tabia za serikali. Mtu anatafuta 10% kwa nguvu, anashindwa kumlipa mtu kwa sababu yule mtu kashindwa kumkatia kidogo. Matokeo yake mnatanish image ya halmashauri. Na nilishawaambia unapotanish image ya halmashauri, automatically unatanish image ya serikali. Pesa inakuja ya mradi imekamilika, hela ya vifaa imekamilika, hela ya ufundi imekamilika. Mradi unakamilika, unazinduliwa, baada ya miezi miwili unasikia kuna watu wanadai kwenye mradi ule ule. Na hayo maeneo yote ambayo miradi yake imefanyika, imekamilika na watu wanadai, kamanda wa TAKUKURU, naomba upewe hiyo orodha. Pita shule kwa shule, zahanati kwa zahanati, mradi kwa mradi. Tujue ni nini kilipelekea fedha zimeletwa lakini watu hawakulipa. Na mimi nawaambieni, kutokulipa wazabuni, kutokulipa mafundi ni kuwahujumu mafundi na wananchi wenzetu ambao wameamua kufanya kazi na serikali kwenye miradi hii. Mtu anajenga chuki na serikali, kumbe ni tabia ya mtu mmoja, wawili, watatu tu. Kwa nadhani nimeeleweka. Nimeelekeza mambo makubwa mangapi? Matatu. Na mwisho nimemwelekeza kamanda wa TAKUKURU aanze uchunguzi kwenye maeneo. Miradi yote ya halmashauri manispaa ya Iringa ambayo inadaiwa, nataka nijue bezi ya hayo madai. Na nijue hatua za halmashauri ambazo mmechukua kulipa hao watu. Haiwezekani Watanzania wenzetu wanafanya kazi na nyinyi, wanawajengea, wanawaletea vifaa, wanamaliza kazi, mwisho wa siku hela zao hazipo. Na mradi ule umeletewa fedha na serikali. Matokeo yake tunafanya nini? Tunahalalisha matumizi ya on source kwenye miradi ambayo ililetewa fedha kamili. Jambo la mwisho, idara ya manunuzi, mnateswa na rekodi yenu ya kupata wazabuni na kutokuwalipa. Mnaelewa vizuri? Hiyo rekodi ndio inawatesa na mtasuffocate. Badilisheni. Njia pekee ya kuaminika ni kuhakikisha mnatimiza wajibu wenu, mnalipa haki za watu. Mama mkurugenzi, sasa hivi ni saa ngapi? Nakwenda Idodi. Ninapotoka Idodi nikute vigae viko hapa. Sitaki kujua mtavitoa wapi. Na nikute mafundi wanajenga hapa. Nisipokuta vigae, nisipokuta mafundi, wewe afisa ugavi tafuta pa kwenda. Sitaki kumuona kwenye halmashauri. Na nisikia vizuri. Rasmi, na nisikia vizuri ninachosema. Hatuwezi kuendelea kuentertain watu ambao wameshindwa kuperform hapa. And we cannot be discussing excuses every day. Kila siku tunajadili sababu. Kama wewe huwezi kutekeleza, unaacha watu wengine watekeleze. If you cannot stand the heat, you leave the kitchen. Tutakuwa tunajadili mradi kamoja tu, tunapoteza muda kila siku hapa. Narudia tena. Afisa wa serikali ambaye anaona spidi hiyo ya kusimamia utaratibu na kuharakisha ufanisi hawezi, aombe apangiwe kitengo kingine. Au utoke kwenye mamlaka ya usimamizi uende kwenye mamlaka ya utekelezaji. Inawezekana usimamizi huwezi. Unaweza kuwa ni afisa mzuri sana, lakini kazi za kusimamia zinakushinda. Unaomba uwe kwenye kazi za nini? Za kutekeleza huko chini ambako hakuna pressure. Sasa hapa leo mkuu wa shule hana kesi kabisa. Kesi ni ya kwetu. Ofisi ya mkurugenzi, ofisi ya manunuzi. Maana vifaa vingekuja, mkuu wa shule angefanya kazi yake, angesimamia mafundi, angelipa mafundi. Hakuna sasa, viko wapi vifaa? Mkurugenzi, hapo unapoendelea kushughulikia hili jambo, ongeza nguvu. Nipate ripoti ya haya niliyoyasema kwanza. Na maafisa wote ambao walihusika kwenye mchakato wa manunuzi, mchakato wa majenzi, wote wale TAKUKURU, pata nafasi, hoji wale watu wote. Na wale ambao unadhani huwezi kuwahoji wakiwa kwenye nafasi, leta mapendekezo rasmi ya wasimamishe kazi. Wahojiwe wakiwa nje ya nafasi zao. Haiwezekani serikali inadaiwa hela kwenye maeneo ambayo serikali ilipeleka pesa. Yaani tumepeleka pesa alafu tunadaiwa pesa kwenye eneo lile. Mradi wa milioni 500 tumepeleka milioni 500 na bado tunadaiwa kwenye milioni 500. Na kumbukeni jamani, hizi ni pesa za walipa kodi. Jasho la mama ntilie wale, wakulima kule, wafanyabiashara ndio tunakusanya kuja kuleta kwenye hii miradi. Zinapochezewa hizi fedha, tunacheza na jasho la wananchi. Lakini tunapochelewesha hii miradi, tunachelewesha watoto hao wa wananchi kupata huduma bora ambazo wazazi wao wamezilipia kupitia kodi. Kamanda TAKUKURU, chukua hatua zako, mkurugenzi kachukue kazi hiyo, nataka nipate taarifa ndani ya siku 7. Miradi yote ya halmashauri ya manispaa. Nadhani nimeeleweka vizuri. Nitaiangalia taarifa yako, nitaangalia na TAKUKURU, kisha serikali itachukua hatua.